Bwana, mambo vipi my friend? Karibu sana kwenye channel hii, bila kusahau kugusa alama ya kusubscribe ili uwe kwanza kupata video zetu zenye taarifa mbalimbali kuhusu masuala ya elimu. Kutoka Baraza la Taifa la Elimu ya Ufundi na Mafunzo ya Ufundi Stadi, yani NACTVET, kuna taarifa kwa umma. Taarifa hii inahusu kufunguliwa kwa dirisha la udahili kwa kujiunga na astashahada na stashahada kwa mwaka wa masomo 2025-2026. Baraza la Taifa la Elimu ya Ufundi na Mafunzo ya Ufundi Stadi NACTVET linataarifu umma kuwa udahili kwa wanafunzi kwa mwaka wa masomo 2025-2026 kwa ngazi ya astashahada na stashahada katika kozi zote zinazodhaminiwa na NACTVET umefunguliwa rasmi leo tarehe 28 Mei 2025. Maombi ya udahili kwa kozi zisizo za afya na sayansi shirikishi kwa kozi za afya na sayansi shirikishi zitatolewa katika vyuo vilivyoko Zanzibari, yatumwe moja kwa moja kwenye vyuo husika kuanzia tarehe 28 Mei hadi tarehe 11 Julai 2025. Aidha, maombi ya kozi za afya na sayansi shirikishi Tanzania bara yatafanyika kupitia mfumo wa udahili wa pamoja, yani Central Admission System CAS, unaopatikana katika tovuti ya baraza hilo kupitia www.nactvet.go.tz kuanzia tarehe 28 Mei hadi tarehe 11 Julai 2025. Baraza pia linataarifu umma kuwa kozi zinazoombwa na vyuo vinavyotoa kozi hizo vimeorodheshwa kwenye kitabu cha mwongozo wa udahili kwa mwaka wa masomo 2025-2026, yani Admission Guidebook for Academic Year 2025-2026. Mwongozo huo unapatikana pia katika tovuti ya baraza ambayo ni www.nactvet.go.tz. Baraza linasisitiza kuwa kila mwombaji kuhusika mwenyewe katika zoezi zima la kuomba kudahiliwa, kuandika taarifa zake kwa usahihi na umakini na kutunza kumbukumbu atakazopatiwa na baraza kupitia namba yake ya simu bila kumpatia mtu mwingine yeyote, ili kuepuka usumbufu katika zoezi zima la maombi ya kujiunga na kozi ama vyuo mbalimbali. Mambo ya kuzingatia kwa wanaomba kupitia mfumo wa udahili wa pamoja, yani Central Admission System CAS. Namba 1, mwombaji ataweza kuomba chuo zaidi ya kimoja. Kuchaguliwa katika chuo alichoomba kutategemeana na ushindani utakaokuwepo katika chuo hicho. Namba 2, mwombaji akishachaguliwa atapokea ujumbe kutoka NACTVET kupitia namba ya simu yake aliyoweka kwenye mfumo wakati wa kufanya maombi. Ujumbe huo utamjulisha kuwa amechaguliwa kujiunga na chuo fulani, jina la chuo litatajwa na utakuwa na msimbo, yani code, ambao atatakiwa kuutunza na kuwasilisha kwa chuo alichochaguliwa siku atakapokwenda katika chuo hicho kwa ajili ya kuanza masomo. Namba 3, baada ya kuwasilisha msimbo huo chuoni hapo, atasajiliwa na chuo, kisha atapokea ujumbe kutoka NACTVET ukimweleza kuwa amesajiliwa. Namba 4, baada ya kusajiliwa mwanafunzi aingie katika tovuti ya NACTVET kupitia website ya www.nactvet.go.tz, kisha ajiridhishe kuwa amesajiliwa kwa kuhakikisha taarifa zake kwa kubofya sehemu iliyoandikwa link inayosomeka Student Information Verification. Mambo ya kuzingatia kwa wanaomba moja kwa moja vyuoni. Namba 1, mwombaji anaweza kuomba chuo zaidi ya kimoja. Kuchaguliwa katika chuo alichoomba kutategemea ushindani utakaokuwepo katika chuo hiko. Namba 2, mwombaji akishachaguliwa na chuo husika kitawasilisha taarifa za mwombaji NACTVET kwa ajili ya uhakiki. Mwombaji atapokea ujumbe ukimtaarifu kuwa taarifa zake zimewasilishwa NACTVET na chuo kwa ajili ya kuhakikiwa. Namba 3, baada ya taarifa zake kuhakikiwa, atapokea ujumbe kutoka NACTVET ukimjulisha kuwa amechaguliwa na amehakikiwa, na atakuwa na msimbo, atatumiwa msimbo, yani code, ambao atatakiwa kuutunza kuangalia taarifa zake za uhakiki. Pia atatakiwa kuutunza msimbo huo na kuwasilisha katika chuo alichochaguliwa siku atakapokwenda katika chuo hiko kwa ajili ya kuanza masomo. Namba 4,
Baada ya kuwasilisha msimbo huo chuoni, atasajiliwa na chuo hicho, kisha atapokea ujumbe kutoka NACTVET ukimweleza kuwa amesajiliwa. Baada ya kusajiliwa, mwanafunzi atatakiwa aingie katika tovuti ya NACTVET kupitia website ya www.nactvet.go.tz, kisha ajiridhishe ya kuwa amesajiliwa kwa kuhakiki taarifa zake kwa kubonyeza sehemu iliyoandikwa link inayosomeka Student Information Verification. Tangazo hili limetolewa na Ofisi ya Katibu Mtendaji, Baraza la Taifa la Elimu ya Ufundi na Mafunzo ya Ufundi Stadi NACTVET, tarehe 28 Mei 2025. Ujio wa taarifa hii unatujulisha ya kuwa selection za kidato cha 5 ziko karibuni kutolewa, kwa sababu watu wanasubiri selection ili kujua kama wamechaguliwa kwenda advance ama la, ili waanze kufanya selection au waanze kufanya maombi katika vyuo vingine ambavyo huenda wakachaguliwa kulingana na vigezo vyao. Endelea kubaki nami katika channel hii kwa kusubscribe channel hii na kushusha comment yako hapo chini, ili uwe kwanza kupata taarifa kama selection zitakapokuwa tayari zimeachiwa ama la. It's me Teacher Sharak once again. Karibu sana.